wa mambo yote ni kujua kabisa nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ukijua hilo la kwanza, la pili ukajua Mungu ndiye amekuleta duniani, amekuleta kwenye majira, amekuleta kwenye wakati. Ukielewa hicho kitu, ukajua kwamba haujaja mkiwa, haujaja mpweke. Mungu hajamleta mtu mkiwa duniani, hajamleta mtu mpweke duniani. Yaani Mungu hajakuleta yatima. Ndio maana yeye anasema ni baba wa nini? Wa yatima, ili usikae na hayo mawazo hata kama baba yako wa duniani alifariki. Anajiita mume wa wajane ili usikae na hayo mawazo hata kama mume wako alifanya nini? Alifariki. Ili bado uendelee kujua liko kusudi kubwa kuliko huyo mume, liko kusudi kubwa kuliko huyo baba wa duniani, liko kusudi kubwa kuliko huyo mama wa wapi? Wa duniani. Ndio maana yeye akaliplace hayo maeneo akajiita mume wa wajane, baba wa yatima. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo ukishaelewa kipengele kinachoonyesha kwamba hujajileta, umefanya nini? Umeletwa. Na wakati anakuleta, hakukuleta mpweke, hakukuleta mkiwa, alikuleta na package. Alikuwekea ndani. Package aliyokuwekea ndani ni package muhimu kwa ajili ya muda utakao kuweko wapi? Duniani. Kwa wengine aliwawekea vipawa, kama mnamuona yule kaka hapa amechola picha. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tayari yule ndo nimeshamfahamu hivyo, tayari ameshaingia kwenye mfumo wa maisha yangu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu ameweka nini? Ameweka vipawa, ameweka karama, ameweka uwezo ndani ya watu. Kwa hiyo ndani yako kuna utiisho usiokuwa wa kawaida, au unaujua au hujui, lakini upo. Ndani yako kuna uwezo ambao sio wa kawaida. Uwe unaufahamu, uwe hauufahamu. Ndani yako kuna majibu ambayo sio ya kawaida. Uwe unayajua, uwe hauyajui, lakini vipo. Viko ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu hivyo ni package ambayo mtu amepewa imsaidie kumsustain muda anao kuwepo wapi? Duniani. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na ndio maana kasema hakuna mtu Mungu amemleta duniani mkiwa, amemleta mpweke, amemleta hajielewi, hayupo. Ila jana nilikueleza nikakwambia tatizo linakuaga ni namna ambavyo ibilisi na yeye akishakusoma akaona hiyo neema ulionayo, hayuko tayari kuona hiyo neema inafanya kazi. Kwa ndio nikakwambia kunatokeaga vitu vya kwanza sasa kupambana kuzimisha vitu vya watu. Na Mungu anapokuleta duniani, yeye sio mwanadamu, akili zake hazichunguziki. Anasema anavyoona yeye sio tunavyoona sisi, anavyowaza yeye sio tunavyowaza sisi. Mungu kumwekea mtu kipawa ndani, na hicho kipawa kikamuinua, haijalishi namna gani dunia inamwangalia huyo mtu. Dunia inaweza ikakudharau wewe kwa sababu ya umbo lako, lakini Mungu akaweka kitu ndani yako, dunia hiyo hiyo iliyokuwa inakudharau ikakuheshimu. Na ndio maana maandiko yanasema humuinua mnyonge kutoka wapi? Mavumbini, na kumketisha pamoja na nani? Na wakuu. Unaweza ukaka shoti kambilikimu, tunakwenda sawa kwa tafsiri ya dunia. Unanielewa nikisema figures? Haujulikani ni namba 6, ni namba 8, ni namba haijulikani. Dunia inaweza isione umuhimu wako. Wengine wanaweza wakakuona kama namba 1. Bwana asifiwe sana. Lakini ninachotaka nikwambie, huku duniani watu hawataki figa ya mtu. Watu wanataka majibu. Wanataka utatuzi wa nini? Wa matatizo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na ndani yako wewe Mungu amekuwekea utatuzi wa nini? Wa matatizo. Watu watakuheshimu kwa sababu ya kitu ulichokibeba. Hiyo ndio kitu ambacho nataka nikusemesha. Watu watakutafuta, watu watakuheshimu, watu watahangaika na maisha yako wewe utakapokitambua kitu ambacho Mungu alikupa, au utakapotambua ile package ambayo Mungu alikuwekea wapi? Ndani yako.
ile neema ambayo Mungu ameweka wapi? Ameweka ndani yako siku zote. Lakini nataka nikuhakikishie, kama hiyo neema ambayo Mungu ameweka ndani yako, Ibilisi haizuia hiyo neema isionekane. Atazuia hicho kipawa kisijulikane. Atazuia huo utukufu usionekane. Hamna mtu atahangaika na wewe. Na pesa zinafuata kipawa. Pesa zinafuata value. Pesa zinafuata thamani iliyoonekana ndani ya nani? Ndani ya mtu. Kwa ili pesa ziweze kuja kwenye maisha ya mtu, zinafuata ule uwezo ulioonekana kule ndani. Na ndio maana siku zote ukitaka kuwa na majibu ya kifedha, lazima kwanza utafute package ulionayo. Wewe umebebeshwa nini? Ukishaigundua package ulionayo, tafuta kuhakikisha hiyo package yako ina grow, inakuwa. Kwa mfano, kama mimi ni mwimbaji, nimegundua mimi ni mwimbaji, manake nianze kuhakikisha uimbaji wangu una grow, kwa sababu issue sio tu kwa mwimbaji. Issue ni kwanza kukifanya hicho kipawa kianze kukua mpaka kifike kwenye level ambayo Mungu afanya nini? Ameikusudia. Tunakwenda sawa? Ndio maana hata sisi tunasoma, tunaanzia chekechea, lakini lengo ni kufika chuo kikuu. Ukishia darasa la 4, sio kwamba wewe sio msomi. Halo. Wewe ni msomi, lakini aliyeishia la ngapi? Ni msomi aliyeishia la 4. Ukishia la 7, wewe ni msomi aliyeishia la ngapi? La 7. Ukishia form 2 ni msomi aliyeishia form 2. Ukiishia form 4 ni msomi aliyeishia form 4. Shule umeenda, ila hujafika mwisho. Bwana asifiwe. Iko hivyo hivyo kwenye vipawa. Kwa neema ambayo Mungu anaiweka ndani ya mtu, ile neema lazima ikue. Ndio maana Biblia ikasema tunakuwa kutoka imani hata imani. Kumbe hata imani inatakiwa kufanya nini? Kukua. Na ndio maana hata kama Mungu amekuwekea kitu cha utumishi ndani, wewe ndio una hatari zaidi. Kwa sababu mpaka utumishi ufike kwenye level ambayo Mungu anaitaka, usije ukafikiri kitu chepesi, usije ukafikiri kujua kusoma mistari na kuhubiri. Kusoma mistari na kuhubiri peke yake sio utumishi. Utumishi ni lifestyle. Na Mungu anakupa kibali kulingana na unavyokuwa. Ndio maana Biblia ikasema yule mtoto Yesu aliendelea kukua katika hekima na kimo. Hekima na kimo. Kuna watu wanakuwa kimo, hawakui hekima. Kwa kuna level ambayo kuna mahali hutakaa uitwe, kwa sababu watu wanaangalia level of knowledge, level of wisdom. Kuna kiwango cha wisdom watu wakikuona nacho wanakutafuta. Kuna kiwango cha wisdom watu wakikuona nacho wanataka uwe majibu kwao. Kuna kiwango cha hekima watu wakikuona nacho wanataka uwe msaada kwao. Maana yake nini? Cha kwanza lazima kufanya discovery, lakini cha pili kuanza make sure kwamba una grow. How do you grow? Add value. Ongeza thamani kwenye kitu ambacho Mungu amefanya nini? Amekupa. Kwa hiyo kigundue, anza kukiongezea thamani. Kadri unavyokiongezea thamani, ndivyo kadri kinavyoendelea kuvutia. Ndivyo kadri kinavyoendelea kuhitajika. Ndivyo kadri watu wanavyoendelea kuhangaika nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Yesu yako, hiyo package itaanza kuvuta. Itaanza kuvuta breakthrough. Itaanza kuvuta upendo. Before sikuwahi kujua kwamba watu wanaweza tu wakanifuatilia kwenye wakatamani niende nikafundishe Marekani. Wakatamani niende nikafundishe Kampala. Wakatamani niende nikafundishe Kigali.
wakatamani niende. I didn't knew about that. Mimi nilifikiri mimi ni mwalimu tu, nafundisha tu. Nina mialiko hapa hadi ya Pakistan. Lakini napotezea mingine, maana unawaza Pakistan. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu anakuambia tunakufuatilia. Please come and win souls. We are your followers. Hawajui hata Kiswahili, lakini wanafollow. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu gani kinachowafanya? Sasa sijui kama wana translate, sijui wanafanyaje, mimi I don't know. Lakini ninachokueleza ni hicho. Kwa sababu the more you add value, the more you add demand. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hiyo ni point nilikuwa nimeisikia ndani yangu kuizungumza. Lakini nilichokuwa nataka nikielezee, kwa sababu sisi tunachojifunza kina mahusiano na pesa. Natamani uelewe, maandiko yanasema kwenye Mhubiri 10:19 kwamba pesa ni jawabu la mambo yote. Bwana asifiwe. Biblia haijakosea. Kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu kinahitaji pesa. Leo hii wewe umeishi kwa sababu ya pesa. Hakuna chakula umekula bure, umelipa pesa. Uko hapa chuoni kwa sababu ya pesa, haukai hapa bure. Kila ulichokivaa ni pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiti ulichokalia ni pesa. Peni unayoandikia ni pesa. Notebook ulionayo ni pesa. Mziki tunaopiga hapa ni pesa. Mimi ili niweze kuja hapa ni pesa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo pesa ni tool. Ni hatari kuwa na fikra za kuona pesa ni kitu kibaya. You need money. Tunakwenda sawa? Unahitaji nini? Pesa. Haijalishi unanena kwa lugha asubuhi mpaka jioni, lakini ukishasema amen unataka hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu pesa, ukiwa huku duniani, pesa ni jawabu. Uweze ukaenda sokoni ukasema Bwana asifiwe sana, mimi namshukuru Mungu amenipa kibali, wanasema tunataka hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio uweze kufanya nini? Uweze kununua. Kwa hiyo have that mindset kwamba pesa ni jawabu. Lakini ukisoma kwenye ile Mithali 22:7 anasema tajiri humtawala maskini. Kwa hiyo kama una mpango wa kutawala, tafuta hela. Kama una mpango wa kutawaliwa, endelea na maisha yako. Narudia. Biblia inasema tajiri humtawala maskini. Na ndio maana kaifuatilia dunia tunayoishi leo. Dunia tunayoishi leo, wanaoamua kuanzia kule Marekani mpaka huku tuliko, wanaoamua nani awe rais kwenye nchi ni matajiri. Sidanganywe na mtu. Kule Marekani kuna kundi la watu lenyewe ndio nyie pigeni kula. Lakini kuna timu ya watu ambao wao ndio wanauangalia mfumo wa kiuchumi. Wakiona huo mfumo wa kiuchumi hautaendana na huyu, haupati uraisi. Wapige kula wanavyojua. Lazima waone kwamba saa hii wewe unayo neema ya kufanikisha mambo yao. Wakiona hiyo neema iko juu yako, wakikusapoti wale, unaenda. Nenda kwenye mataifa yote, matajiri ndio wanaoamua. Nani akae kwenye kiti, nani atawale. Kwa nini? Kwa sababu matajiri ndio wanaongoza mfumo wa uchumi wa dunia. Na ndio maana maandiko yakasema tajiri humtawala maskini. Kwa ni maamuzi yako kuanzia ukiwa hapa. Unataka kuwa kwenye kundi lipi? Watawala
au watawaliwa? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wangapi wanataka kuwa watawaliwa? Are you serious? Wangapi tunataka kuwa watawala? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuwa mtawala sio lazima na wewe uwe kwenye chama. No. Unahitaji tu kuwa solution maker. Unahitaji tu kuwa na majibu. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hayo ni mambo ya msingi kuyafahamu. Lakini jambo lingine ambalo nataka ulifahamu, maana leo nakuwekea zile dondoo za muhimu ili zikuamshie kitu ndani yako. Nataka uelewe matajiri wakubwa unaowajua duniani. Matajiri wakubwa unaowafahamu wapi? Duniani. Kwa asilimia zaidi ya 90 wamezaliwa kwenye familia za matajiri. Narudia. Kwa asilimia zaidi ya ngapi? Ya 90. Matajiri unaowasikia wapi? Duniani. Wamezaliwa kwenye familia za matajiri. Leo hii ukimsikia Balesa, sawa? Balesa, wewe utakayemuona leo, baba yake ni Baresa, babu yake ni Baresa. Tuko sawa? Ni loyal family. Ni familia ya kitajiri. Ukisikia Mo Dewji, sio mtu alitoka akaanza kuuza kalanga. Nataka nikupitishe mahali pata kusaidia, ili usije ukafikiri tukiongea utajiri tunaongea kitu chepesi. Hata mnapoweka masomo akili na hekima ya kifedha, haya tutafika tu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukimsikia mtu kama Mo Dewji, usije ukafikiri ni kitu chepesi. Yaani mtu ametoka kwenye familia. Yaani zile familia ni familia za kitajiri, zinahakikisha kuna mtoto ambaye anakuja kukasimishwa. Wale mnaomfuatilia Mo Dewji mnajua ameshamtambulisha mtoto wake. Wale mnaofuatilia, sasa watu wenye mnataka kuwa matajiri hata mfuatilie maisha ya matajiri. Kuna mtoto ambaye anaandaliwa kuanzia akiwa mdogo, kwamba huyu ndo anayekuja kubeba mikoba ya kifedha. Sasa nyewe wenzangu na mimi, mtoto anaandaliwa kubeba mikoba, mimi sijasema. Mtu anaandaliwa kuja kubeba mikoba ya uchawi. Wachawi wanaandaa mtu ambaye atakuja kubeba mikoba ya nini? Ya uchawi. Na nimekutana nao kibao. Mtu anastruggle, anateseka, wewe shida nini? Mimi ndo wamenichagua. Mtu natakiwa ni bibi ndo ananiambia mimi ndo nitabeba mkoba, mimi sitaki, mimi kitu gani? Angalia, yani umaskini bwana kitu kibaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zile familia zinahakikisha kuna mtoto ambaye ndo atabeba jina, ambaye atahakikisha mali za hiyo familia zinaendelea. Wakati amekufa rais wetu wa awamu ya pili, Mzee Mwinyi, mnafahamu mtoto wake ambaye ni rais wa Zanzibar leo ndiye aliyechaguliwa, na babake alimchagua akiwa yuko hai, kwamba wewe ndio utakayendeleza jina la hii familia hata kama una kaka zako. Kwa aliona kile kipawa kilichoko wapi? Kilichoko ndani yake. Kwa hiyo na yeye anavyoendelea anatafuta mtu. Mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye naye atakuja kuendeleza hicho nini? Kipawa. Hiyo neema. Lakini lengo langu la kukufafanulia lilikuwa ni nini? Lengo langu la kukufafanulia ujue matajiri unaowasikia kwa asilimia zaidi ya 90 wamezaliwa kwenye familia za kitajiri. Wale matajiri
na maskini wamezaliwa kwenye familia za kimaskini. Kwa hiyo kuna ukuta katikati ya matajiri na maskini. Jamani, tuko sawa mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kazi anayo maskini kuvunja ule ukuta ulioko pale katikati yao. Safari moja nilikuwa nimeenda kwenye mji wa Cape Town, South Africa. Yule mwenyeji aliyekuwa amenipokea, tulikuwa tumetoka mahali nilipokuwa nalala, tunakwenda kwenye ibada. Kwa hiyo kulikuwa kuna distance ndefu. Amekuja na vigari vikali hivi vidogo vidogo hivi, ndo kaja kunichukua. Kwa hiyo akanibeba, very luxury car. Tukiwa tunatembea barabarani, kule South Africa kuna kitu kinaitwa slums. Yani ni vinyumba vya mabati. Tuko sawa? Vimetengenezwa, unakuta viko katikati ya city, lakini ni mtaa wao. Vimewekewa mpaka fence. Umenielewa? Kule wanaishi nani? Maskini. Wana maeneo yao, wana mifumo yao ya kijamii kule ya kufahamiana, wana shule zao. Usije ukafikiri watachanganyikana na matajiri. Wanaishi maisha ya kwao peke yao. Hata mtoto akitoka, let's say ameenda kutafuta kazi, anatokea kule. Ameenda kutafuta kibarua, anatokea kule. Wale walioenda Kenya wanafahamu. Kuna watu wametoka Kenya hapa, wanafahamu pale Kibela. Hakuna mtu yote amefika Kenya pale Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawaombea upako wa kusafiri. Leo nitawaombea upako wa kusafiri, maana sasa naongea peke yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ile ninayosema kwamba nikiwa naongea hapa uwege unadaka rohoni kwamba Mungu, hiyo na mimi jamani, na mimi. Amen. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo kule kuna zile zinaitwa slums. Vitu vingine mnaangalia hata kwenye YouTube. Shida yenu mkienda kwenye YouTube mnaangaliaga nini? Go to the cities. Unataka kuwa tajiri, angalia maisha yaliopo, maskini walioko kwenye nchi wanaishije, mifumo yao ikoje. Kwa mfano wale walioko kule South Africa, au nao kwambia wametengewa eneo lao mpaka lina fence na nyumba zao. Zile nyumba sio mbaya kwa sababu kule ile ni miji mikubwa, lakini tu ni kwamba zinajulikana kama ni nyumba za nani? Za maskini. Tunakwenda sawa? Mtoto anayetoka kule, ndoto zake siku zote, ndoto zake siku moja nije niishi nyumba za matajiri. Sijui kama tunaenda sawa? Nije niishi maisha ya kitajiri. Kwa yule bwana akati anani drive sasa, hapo tunatembea kwenye flyover ya pale Cape Town, ananipeleka kanisani, akaniambia, "Tumishi, unaona zile slums kule?" Nikamwambia naziona. Akasema, "That is what used to be my home." Kule ndio nikotoka. Kule ndio niko kwa naishi. Akaniambia hata kuna ndugu zangu wengine bado wako kule. Mimi ndio nimekuwa taa. Ndio nimekuwa mwanga wa familia. Yeye saa hiyo amesoma, kamaliza chuo. Anasema nilifanya kazi kwa bidii, haijawahi kutokea. Kwa sababu nilisema lazima nitoke kwenye ile life. Kwa sababu kuishi kwenye apartment is very expensive. Lazima uwe unalipwa mshahara mkubwa ndio uweze kuchukua apartment. Ukae kwenye apartment. Apartment mnazijua, si mnaangaliaga sana picha za Kinigeria. Yale ma apartment. Hata pale Mikocheni Dar es Salaam kuna apartment nyingi sana pale siku hizi zinatangazwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupata apartment kwenye miji mikubwa is very expensive. Kwa ananiambia sasa hivi ninaishi kwenye apartment, unaona gari nzuri ninayotumia, sasa hivi nina maisha ya kisasa, lakini I am struggling. Kwa nini? Kwa sababu nataka niwatoe ndugu zangu kule.
ukimwangalia maisha anayoishi afu akikwambia mahali alikokuwa anaishi, unaona kabisa ni mtu amevunja nini? Ukuta. Nisaidie kumwambia jirani yako unahitaji kuvunja ukuta. Hajaelewa, mwambie tena unahitaji kuvunja ukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Maskini ili awe tajiri sio kitu chepesi. Sio kitu chepesi. Kuna ukuta wa kubomoa. Kwa nini? Kwa sababu kubadilisha umaskini kuwa utajiri sio kitu cha kupewa pesa. Na hapa ndipo ninapotaka upaelewe. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Cha kwanza ni kuanza kushughulika na fikra. Umaskini namba moja uko kwenye fikra. Ndio maana kile kitabu cha ukombozi wa fikra nimekuja nacho. Jitahidi ukipate kama you are serious, you want to become rich. Kwa sababu umaskini namba moja wa kila mtu ni kwenye nini? Kwenye fikra. Iko hivi, unisikiliza itakusaidia. Nataka nifafanue vizuri kipengele cha fikra. Fikra zinatengenezwa. Unisikiliza vizuri. Fikra zinatengenezwa na mazingira, environment. Mazingira yanayomzunguka mtu ndio yanayomsaidia huyo mtu. Kwa sababu kuna vitu unaviona, si ndio? Kuna vitu unavisikia, si ndio? Kuna watu wamekuzunguka. Kuna hali ya hewa imekuzunguka. Hiyo yote inalisha nafsi yako. Kwa hiyo nafsi ya mtu inakula kupitia milango mingapi? 5 ya fahamu. Nafsi ya mtu inakula kupitia kuona, kusikia, kuhisi, kunusa. Nafsi ya mtu, kile unachokiona kila siku kinalisha nafsi yako. Kile unachokisikia kila siku kinalisha nafsi yako. Tunakwenda sawa? Kile unachokihisi kila siku kinalisha nini? Nafsi yako. Na ndio maana Biblia ikasema anavyoona kwenye nafsi yake, uwezi ukaona kama hujalisha. Kuona anakokuzungumza ni kuamini. Ni sawa na kusema anavyoamini kwenye moyo wake ndivyo alivyo. Anavyoona kwenye moyo wake ndivyo alivyo. Sasa mazingira yanayokuzunguka ndiyo yanayotengeneza mfumo wa kuamini. Na ndio maana kuna sentensi ya Kiingereza inasema you become what you eat. Unakuwa vile unavyokula. Huwezi ukawa tofauti na unavyofanya nini? Na unavyokula. Hapa nazungumzia kitu gani? Nazungumzia fikra. Kwa hiyo fikra zako kuna kitu zimelishwa kuanzia ukiwa mdogo. Baba na mama waliokulea, nyumba ulioishi, mazingira uliokuwepo. Unisikilize. Vitu ulivyoona, vitu ulivyosikia, mazingira ulioishi, mifumo ambayo imekukuza, imeenda kwenye moyo wako, ikakutengenezea kitu kinaitwa imani. Ndio maana wewe kuna vitu unaviamini, kuna vitu hauviamini. Kuna vitu unavikubali, kuna vitu hauvikubali. Ni kwa sababu ya nafsi yako namna ilivyokula. Tunaenda sawa? Ukitoka kwenye kuamini, kinakuja kitu kinaitwa mtizamo. Unakuwa mtu wa mtizamo wa aina fulani. Hatuna mitizamo inayofanana hapa. Kila mtu ana mtizamo wake. Lakini hiyo yote ni kulingana na ulichopeleka kwenye nini? Kwenye nafsi. Baadaye unatoka kwenye mtizamo, unakwenda kwenye kitu kinaitwa msimamo. Kwa kila mtu hapa ana msimamo wake. Kwa tunapozungumza mambo ya pesa, kila mtu ana msimamo wake kuhusu pesa. Ikija kwenye mambo ya ndoa na familia, kila mtu ana msimamo wake kuhusu ndoa na familia. Ikija mambo ya imani, kila mtu ana msimamo wake kuhusu imani. Kwa nini? Kulingana na mtu alivyokuwa.
Kuna mtu anasema mimi sitakaa niolewe kwa sababu kuna namna nafsi yake imelishwa vitu negative kuhusiana na mume. Kuna mtu anasema wanaume wote watoto wa mama mmoja, kulingana na nafsi yake ilivyolishwa kuhusu mwanaume. Kwa hiyo hatuna mitizamo au misimamo inayofanana, na ndio maana unapotafuta mtu wa kuoana naye lazima utafute mtu unayefanana naye, la sivyo utapotea. Na ndio maana maandiko akasema Mungu akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kufanana nini? Sio sura, faith. Muamini kitu cha aina moja. Kwa hiyo lazima ufanye searching. Huyu mtu tunaamini kitu cha aina moja, tuna misimamo ya aina moja, anaona ninavyoona. Sasa fikiria mwenzako ana msimamo huu, wewe una msimamo huu, nyie kila siku kule ndani mnagongana vichwa, haitawezekana. Okay, kwa hiyo tumetoka imani tukaenda mtizamo, tukaenda msimamo. Hivyo vyote vinategemea nafsi inakula nini. Baadaye inaenda level ya juu kidogo. Hapa nazungumzia nafsi tu, kwa sababu nazungumzia fikra. Kitoka kwenye msimamo unakuja kwenye kitu kinaitwa falsafa, kwa Kiswahili, kwa Kiingereza philosophy. Falsafa kwa Kiswahili ni nini? Ni mawazo makuu kuhusu maisha. How do you perceive life? Unayaangaliaje maisha? Unayaonaje maisha? Yote inategemea environment iliyokufanya nini? Iliyokulea. Kwa namna mimi ninavyotazama maisha sivyo namna wewe utakavyotazama maisha. Kila mtu anatazama maisha kwa jicho la kwake. Kwa kila mtu ana philosophy za aina yake. Ndio maana Mwalimu Nyerere alikuwa na philosophy za aina yake. Ukienda kwa wenzetu pale Kenya unamkuta yule baba yao wa taifa alikuwa anaitwa nani? Jomo Kenyatta, alikuwa na philosophy za aina yake. Angalia, philosophy za Jomo Kenyatta zilikuwa za kicapitalist. Philosophy za Mwalimu Nyerere zilikuwa za kisocialist. Inapokuja kwenye mambo yanayohusu fedha, Kenya wako mbali kuliko sisi. Shida ilikuwa nini? Philosophy. Kila mtu philosophy aliyosimama nayo. Wale wenzetu walisimama na philosophy ya kicapitalist. Philosophy ya kicapitalist, hakuna kusubiri mwenzio. Tembea, atakukuta mbele. Philosophy ya kisocialist ni ujamaa. Tusubiriane jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe una haraka unaenda wapi? Ili shamba litakuwa la jumuiya. Sasa vitu vya pamoja siku zote haviendagi. Lakini mtu akiwa anapambana na jambo lake linakimbia. Ndio wenzetu filosofia kwao. Sasa kwa nini nimekupitisha hapo kidogo? Nimekupitisha hapo ili uelewe tunapozungumza habari ya utajiri ni ishu ya fikra kabla ya hela. Utajiri uko kwanza kwenye akili, kwenye mawazo, kwenye fikra, kabla ya kwenye nini? Ya kwenye pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanasema wazi kabisa. The Bible is very clear. Biblia inasema nini? Kwenye Mithali anazungumza habari ya kufanikiwa kwa mpumbavu. Ni Mithali 1:32 nafikiri. Anazungumza habari ya kufanikiwa kwa nani? Kwa mpumbavu. Kutafanya nini? Kutamwangamiza. Kwa it's not about success. Sio issue ya mimi kukuona wewe una shida na milioni 10 nikakuletea milioni 10 nikafikiri unaenda kuwa tajiri. Forget. Sio issue ya mimi kukuona wewe una matatizo nikasema undeni kikundi hapa. Mmeshaunda, mko wangapi? Nataka niwape milioni 20. Alafu nikategemea kesho nitakuta mna mafanikio. Hakuna kitu kama hicho. Inaanzia kwenye nini? Kwenye fikra. Hawa watu wana fikra za mafanikio. Wamekuwa kwenye environment inayo support kile kitu cha kifedha kufanya kazi. Na ndio maana ukisoma kwenye Biblia, kabla Mungu hajafanya kazi na mtu, cha kwanza alikuwa anashughulika na nini? Na fikra zake. Tuanze na Joshua. Musa amekufa. Joshua anatakiwa kubeba mikoba.
kafuatilie Biblia. Sura nzima ya kitabu cha Joshua ya kwanza, sura nzima ya ngapi? Ya kwanza, ni Mungu anashughulika na nini? Na fikra. Joshua, Musa mtumishi wangu amekufa, wewe ndiye utakaye waingiza hawa watu kwenye ile nchi. Usiogope, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Nitakuwa pamoja na wewe. Kama jinsi nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Joshua, hata kuweko mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Joshua, hiki kitabu cha Torati kisiondoke kwenye kinywa chako. Ni Mungu anaongea, 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 anaongea. Anapambana na nini? Fikra za Joshua zinakataa. Ukiangalia yale maneno ambayo Mungu anamsemesha Joshua, ukiwa unasoma vizuri ile mistari ya sura ya kwanza, utagundua Mungu alikuwa anajibu maswali. Kwa pale wewe unaona anayezungumza ni nani? Anayezungumza ni Mungu. Lakini fuatilia anachokizungumza, ni anajibu maswali ya nani? Ya Joshua. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Maana kuna swali Joshua aliuliza. Usiogope, nitakuwa pamoja na wewe. Maana kuna kitu Joshua alimwambia Mungu. Hata kweko mtu atakayeweza kusimama mbele ya maisha yako, kuna kitu Joshua alimwambia Mungu. Nini anachohangaika nacho? Mungu akuchukui tu from nowhere. Milioni 50. Never. Lazima kwanza adili na mindset. Adili kwanza na nini? Na fikra. Tuachane na Joshua. Mungu kakutana na Gideon. Gideon alivyotengenezwa, yeye ndio mkombozi. Anaitwa shujaa. Na saa Mungu amekutana naye, alizungumza naye vile vile. Shujaa. Gideon akasema, where? What? Who? How? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Gideon alikutwa anapepeta ngano ili afiche. Kwa nini? Kwa sababu Wamidiani walikuwa watu katili. Lakini Mungu anapomtokea anamwambia wewe ni shujaa. Alafu Gideon anaanza kumuuliza Mungu maswali. Unasemaje mimi ni shujaa? Mimi ninatoka familia ya watu maskini sana, na mimi ndio mtoto wa mwisho kwenye nyumba ya baba yangu. How possible mimi naweza kuwa shujaa? By the way, tuko utumwani. Unajua maisha tunayoishi, tunanyanyaswa, tunaumizwa. Wewe unasema kuna Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yako wapi basi matendo yake makuu ambayo baba zetu walitusimulia? Mbona tunateswa namna hii? Kwa hiyo Gideon moyo wake umejaa shutuma, moyo wake umejaa kutokuamini, moyo wake umejaa. What's the problem? Environment. Familia iliyofanya nini? Iliyomlea. Lakini angalia kilichoko ndani. Shujaa. Mungu hakufika tu akasema nakupaka mafuta utakuwa mkombozi. No. Mungu alianza naye story. Nini anachokifanya? Anauisha fikra zake. Anauisha fikra zake. Anauisha fikra zake. Namna ya kubomoa ukuta wa umaskini, hatuubomoi kwanza kwa kutafuta hela. Utazitafuta hizo hela na zitapotea au zitakuua. Unadili kwanza na nini? Na fikra zako. Unadili kwanza na fikra zako. Unajua walibishana Mungu na Gideoni, mpaka Gideoni ilibidi amwambie Mungu, basi mimi, yani kama ni wewe Mungu unayesema na mimi, basi mimi naweka majaribio hapa. I want you to prove. Uwezi ukaniambia mimi niliyezaliwa kwenye familia ya watu maskini, watu hawana jina, hamna mtu anawatambua, familia ambayo imetengwa katika Manase, alafu leo unaniambia eti mimi nitawavusha hawa watu? Where? How? Kama ni wewe kweli Mungu umesema kiwe hivi, kama wewe kweli Mungu umesema kisi, mnakumbuka nitaweka ngozi nje. Nikikuta ile ngozi imeloa na hakuna umande, wewe kasome kwenye maandiko, utaona vile vitu Gideon alikuwa anamueleza Mungu. Na kila alichomwambia Mungu ndivyo kilivyokuwa.
Kwani Gideon alikubali? Usifanye mchezo na fikra. Mpaka siku Gideon katengeneza mpaka jeshi la watu zaidi ya 30. Mungu anaanza kumwambia punguza hao watu, punguza hao watu, punguza hao watu. Pamoja na kwamba Mungu yuko pamoja naye hata hapo, kwani Gideon alikuwa anaamini? Ni mpaka siku ameenda kwa maadui, amefika kwa maadui, wameenda mpaka kwenye kambi, yuko na sijui na bodyguard yule, sijui ndo msaidizi wake, wamefika mpaka kwenye kambi ya maadui. Akaenda kwenye dirisha la ile hema mojawapo ya maadui, akasikia mtu anamsimulia mwenzake ndoto aliyoota. Alafu yule anayesimulia ndoto anasema, Mungu ametutia kwenye mikono ya Wayahudi. Gideoni aliposikia akasema kumbe kweli. Ndio akamwamini nani? Mungu. Kwa hiyo safari ya kuamini, usije ukafikiri ni safari nyepesi. Wewe mpaka leo uko hapa fellowship, umekaa hapa, unaabudu, unasifu, unanena kwa lugha, sio unafanyaje? Hiyo safari imekuchukua muda gani? Bwana asifiwe. Na safari ya kifedha iko hivyo hivyo. Pesa ni imani nyingine, na ndio maana wengi mnayo pesa tu ya kukava mahitaji yako, lakini sio pesa ya kumiliki na kutawala, kwa sababu ile ina imani nyingine, ina mfumo mwingine. Lazima hiyo imani na yenyewe ianze kufanya nini? Ianze kukua, ianze kugrow. Tunakwenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekupa mifano miwili tu, nimekupa mfano wa Gideoni, nimekupa baadaye Gideoni akaja kuwa shujaa kweli, akawavusha wale watu. Lakini tunaona pia Joshua baadaye akaja kweli, akafanikiwa, akafanya. Lakini kilitangulia nini? Fikra. Ngoja nikupe mfano wa mwisho kwenye hilo eneo. Wote mnamfahamu Musa. Musa ndani yake amebeba package ya kuwa mkombozi wa taifa la Israeli. Tuko sawa? Kazaliwa ili awakomboe. Lakini kazaliwa wapi? Kwenye familia ya watumwa. Ndio mahali alipofanya nini? Alipozaliwa. Baba yake mtumwa, mama yake mtumwa, na babu zao watumwa, wazazi wao watumwa. Musa ni kitukuu cha watumwa, watu wanaonyanyaswa, watu wanaotukanwa, watu. Usije ukafikiri atakuwa na fikra tofauti, kwa sababu environment decides for you. Mazingira yanaamua we mtu wa aina gani. Na kwa sababu ndani yake amebeba package ya kuwavusha hawa watu, nini Mungu alifanya? Alikataa Musa asilelewe kule. Ndio utaona Mungu alivyo smart. Musa akaenda kulelewa wapi? Kwa Farao. Ameenda kulelewa kwenye nyumba ya nani? Ya Farao. Why? Huyu mtu ni mkombozi, anatakiwa kuja kukomboa watu. Hawezi kuwakomboa. Kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzie. Wote wataanguka kwenye nini? Kwenye shimo. Kwa hiyo ili Musa aweze kuwakomboa hawa, lazima yeye awe na kitu tofauti. Kwa hiyo akalelewa kwenye familia ambayo wanaamini kwenye pesa, wanaamini kwenye utawala, wanaamini kwenye nguvu, wanaamini kwenye uwezo, wanaamini kwenye mabodyguard, wanaamini kwenye vita, wanaamini. Ndio mahali alipolelewa. Alipofika umri wa kuwa kijana anayejielewa, akili na hekima alizokuwa nazo, Farao alimpenda kuliko hata mtoto wake wa kumzaa. Ukisoma vitabu vingine vinaonyesha kwamba Farao alimwamini Musa kuliko mtoto wake, na hii ikaanza kuleta conflict baina ya mtoto wa Farao na Musa. Hata vile vikao serious vya reconciliation, Farao hakumtuma mtoto wake, alimtuma Musa. In fact kwenye moyo wa Farao alikuwa ameshaamua Musa ndio Farao anaye kuja. What mindset? Fikra. Na Mungu ameacha hiyo makusudi, anasubiri muda. Musa alipofikisha miaka 40, fikra zake zimesha kuwa sawa tayari, sasa ana uwezo wa kufanya kitu chochote. Ndipo Mungu akasema, hii inatosha sasa, wacha nikambandike fikra zingine za kitumishi. Ndipo akatoka pale. Mnajua kilichotokea? Tunakwenda sawa? Ndipo akatoka pale akaenda wapi? Midiani. Akaenda kukaa chini ya nani? Ya kuhani. Miaka mingapi? 40. Lakini tayari ana fikra za kivita,
tayari ana fikra za kiutawala, tayari ni jasiri, tayari anaweza kukimbia na farasi, tayari anaweza kuingia mahali popote bila woga, tayari ni komando. Halo, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, unaelewa anasemaje? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo number one is not money. Number one is mindset. Una fikra za kifedha. Kinyume chake tutafanikisha mpumbavu. Biblia inasema kufanikiwa kwa mpumbavu kutamuangamiza. Kijana mmoja alimaliza university maskini. Wewe kwambia hatari ya mpumbavu kufanikiwa. Pumbavu akifanikiwa anataka aishi maisha yote ambayo hajawahi kuishi. Umenielewa? Si kama unanisoma hapo Yaani anataka aishi maisha, yani anataka afidie. Anataka aanze kuvaa nguo ambazo hata matajiri hawavai. Si kama tunaenda sawa? Na ndio maana mnakuja chuoni, badala ufanye vitu vya msingi, unanunua tablet ya 1.5 milioni. What for? Kwa kila jambo kuna wakati wake, kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. What are you looking for? Kuna vitu umemisi kutoka home, kwa unaamini kwamba unatakiwa kuvireplace. No, kila kitu kina wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu litukuzwe. For instance, kwa mfano, wewe kuonyesha kitu kitakusaidia. Nazungumzia fikra. Familia niliyotoka wakati tuko wadogo, mazingira yalikuwa hayaturuhusu kuona vitu vya kitajiri. Kwa sababu hata TV yenyewe wilaya nzima kuna TV moja sio mbili. Unanielewa? Mvua ikinyesha ni mafuriko. Hamna namba inasaidia nini kwenye maisha? Mtoto unakotoka nyumbani, unisikilize, nyumbani unakotoka ni kilomita 2. Ndio utoke nyumbani ufike wapi? Shule. Huku kuna mtu anakutaka saa 12 uhesabu namba. Fikra za maskini mbaya sana. Mbaya sana. Kuvunja ukuta sio kitu chepesi. Mtoto anayesoma primary school maana yake nini? Ni elimu ya msingi, ndio foundation. Marekani watoto wanaosoma shule ya msingi wanafundishwa na maprofesa. Wakati fulani nilikuwa nafanya kazi kwenye taasisi moja ya elimu. Mimi nimeshaifanya kazi kwenye taasisi ya elimu kama mkurugenzi wa shule. Nilipokea wageni kutoka Marekani. Wanafika pale, wanajitambulisha. I'm professor so and so. I'm doctor so and so. Si maprofesa wote na madaktari wote wanafundisha primary. Alafu nyewe wenye elimu ndogo ndogo ndio mnafundisha secondary. Unaona wenzetu walivyo smart? Kwa sababu wanaamini primary ndio mahali pa kutengeneza nini? Msingi, ndio mahali pa kutengeneza faith, ndio mahali pa kutengeneza stability, ndio mahali pa kutengeneza capacity. Huku sisi mwalimu anayefundisha shule ya primary ni yule ambaye
Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa nilichokuwa nataka nikuonyeshe ni kitu gani? Unaweza ukaelewa. Kwa hiyo mifumo haikuandai kifikra. Huku mtoto anaamka asubuhi yuko frustrated. Sina namba. Unafika shuleni huna namba. Mungu wangu, maisha ya siku nzima ni mabaya. Namkumbuka mwalimu mmoja, huyu alikuwa anaturusha kichula. Mnapigishwa push up watoto wa darasa la pili. Can you imagine? Mtoto wa darasa la pili unampigisha push up, unamwandaa kuwa nani? Unaandaa magaidi. Mimi nakuonyesha kwa nini Musa, Mungu alikataa asilelewe kwenye familia ya watumwa. Kwa sababu mindset ni kila kitu. Fikra ni kila kitu kwenye maisha. Unaishi hayo maisha, la kwanza, la pili. Walimu unaowaona wenyewe wako frustrated. Wanafunzi mko frustrated. Environment ni frustrating. Yaani alafu wetu wanaandaa mtu anayekuja kuwa mtu fulani. Ndio maana wanafunzi wengi wanaishia la 7. Unanielewa ninachosema? Sasa nenda kwenye shule zilizokuja sasa hivi. Zinaitwa English medium. Mtoto anaandaliwa kifikra kuanzia akiwa baby class. Mtoto anaandaliwa kuwa mtawala. Mtoto anaandaliwa kureason. Anaandaliwa kuhoji. Anaandaliwa kutafutwa ukweli kuanzia akiwa mdogo. Kuanzia akiwa mdogo. Anachukuliwa nyumbani na basi. Anavaa vizuri. Anaongea lugha inayozungumzwa duniani. Tunakwenda sawa? Jina la Yesu libarikiwe sana. Mimi nakumbuka nimefika form 1 na hangaika na hicho Kiingereza hujapata kuona. Kwa sababu sio sehemu ya maisha yangu. Was not part of my life. Kwa una struggle, lakini kuna wenzako wanatelemka tu. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine hapa mmefeli hata baadhi ya mitihani kwa sababu ni Kiingereza tu. Kiingereza ndio shida. Yaani wewe ni genius, shida yake ni moja tu. Kuna swali hujalielewa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Yaani kuna vocabulary moja tu ungeielewa ile tu. Na mwalimu ameiweka makusudi ili usifaulu. Imagine mwalimu mwenyewe hataki ufaulu. Hivi kweli mwalimu hutaki mtoto afaulu? Unataka afanye nini? Lengo lako ni nini? Mimi nimeshakuwa lecturer. Mimi nilikuwa nimefundisha human resource management, management and administration, project planning, ya masomo yote nimeyafundisha. Nikifika darasani, cha kwanza ninachowaambia wanafunzi ninapoanza semester, nawaambia sina mpango wa mtu kufeli. Kwa hiyo naomba na nyie msiwe na mpango wa kufanya nini? Wa kufeli. Sihitaji mtu kuja kunililia mimi. Kila mtu hakikisha unafanya nini? Unafaulu. Na mimi nitahakikisha mnafanya nini? Mnafaulu. Na darasa langu mimi mtu afeli. Yaani hata uweje ufeli. Kwa nini ufeli? Kwa nini ufeli? Yaani wewe form 4 umefaulu. Form 6 umefaulu. Unafelije chuoni? Na chuoni ndio mahali pepesi kuliko huko kote. Unaona? Fikra zenu, the problem is your mindset. Uwezi aliyesoma, unisikie, aliyesoma form 5 na 6 anaelewa. Shule ya form 5 na 6 huwezi kuifananisha na chuo. Mimi mahali nilipokecha peke yake, mahali nilipokesha ni form 6. Sehemu nyingine yote sijawahi kesha. Sijawahi kuchekesha kwenye bachelor, sijawahi kukesha kwenye diploma, sijawahi kukesha kwenye master, sijawahi. Unakeshaje? Wewe mtu una coursework. Coursework peke yake inakusaidia kujua umefaulu au umefeli. Form 6 una coursework. Bwana asifiwe. Lakini ninachozungumza ni nini? Unajua aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini mimi nilichokuwa naeleza ni namna ya kuvunja nini? Ukuta. Ukuta unavunjwa na fikra. Kwa hiyo fikra zilizotulea hazikuwa zinatuandaa kumiliki na kutawala.
Na ndio maana wengi unakuta Mungu alituchomoa. Kwa mfano mimi nilipomaliza tu la 7, Mungu akanichomoa kule nilikokuwa. Yaani from nimemaliza la 7, sijawahi kuishi huko tena. Na nilikuja kuelewa baadaye kwa nini Mungu alinitoa kule. Kwa sababu alianza kunitengenezea fikra zingine. Mpaka sasa hivi fikra zangu ni international. Mimi fikra zangu ni za kimataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo issue ni nini? Ni fikra. Kwa cha kwanza, kabla hujatafuta pesa, hakikisha kwanza fikra zako zimekaa sawa. Bwana asifiwe. Nimekupa mfano wa watoto wanaosoma English medium kwa sababu wanaandaliwa kinini? Kifikra. Kwa mtoto anaweza akalizoni, anaweza akauliza maswali, anaweza akahoji, anauliza kwa nini tumepigwa, kwa nini tumekosa nini, anataka kujua. Mimi mtoto wangu anakuwa anakuja nyumbani ananiuliza, "Dad, today my teacher punished me." Naambia, "What was the problem?" I say, "I don't really understand." Ya, mtoto anaongea, huyo mtoto hapo ni darasa la 3, I say, "I don't really understand. I don't know what's wrong with this teacher." Unajua kuna namna anavyojieleza mpaka wewe mwenyewe unasema, huyu mtoto. Wakati mwingine anakuja anakuambia, "Dad, our teacher told us about this. But I was trying to think, Dad, is it true? Is it true?" Anataka na wewe baba ufanye nini? Uthibitishe kama kile kitu alichoambiwa na mwalimu ni chenyewe. Bwana asifiwe. Sasa sisi sasa enzi zetu. Kwanza wewe baba unamuona saa ngapi? Kwanza baba akija unaanza kutafuta makosa yako. Hivi sina makosa leo? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sema mindset. Kwa hiyo fikra ni kila kitu. Ukisha kuwa na fikra sahihi, tukikuletea pesa, tumepeleka pesa mahali sahihi. Mtoto ambaye amelelewa kwenye mfumo ambao unamsaidia kumiliki, kutawala, akili zake zinakuwa za kumiliki na kutawala. Sasa ukigundua kwamba mahali ulipolelewa hawakukuandaa kumiliki na kutawala, anza kujiandaa mwenyewe. Ndio maana utaona Warumi sura ya 12 anasema, "Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika yaliyo mapenzi ya Mungu." Kwenye Kiingereza amezungumza vizuri sana, anasema, "Do not be conformed to the standards of this world. Be transformed by the renewing of your mind." Ile anaposema be transformed, transformation is a total change. Nilikuwa naenda huku, no, sintaenda huku tena. Nje ilikuwa sio yenyewe. Kwa hiyo unapofika chuo kikuu, sasa ndio pointi yangu iko hapo. Bwana asifiwe. Maana ukidaka hiyo tayari tumevuka leo. Unapokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu, cha kwanza unachokihitaji sio cheti. Cha kwanza sio GPA. Cha kwanza unachokihitaji transformation. Sema transformation. Sema tena transformation. Sema tena transformation. Transformation means total change. Mabadiliko ya jumla. Haya hutapewa na mwalimu. Mwalimu hana mpango wewe ubadilike. Ana mpango wewe ufaulu mtihani wake. Lakini unaweza ukafaulu mtihani wa mwalimu wewe hujabadilika. Ndio kitu ambacho tunataka ukielewe. Kwa hiyo transformation is about you. Ni personal issue. Kwa hiyo anza kudili na fikra zako kwamba mazingira yaliyonilea mimi yameniambia nini kuhusu pesa, yamenionyesha nini kuhusu pesa. Na ndio maana kuna mtu aamini anaweza akawa president kwenye nchi. Kuna mtu aamini anaweza akawa na utajiri mkubwa kwenye nchi. Kuna mtu aamini anaweza akawa multimillionaire. Kwa nini huamini? Huamini kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kukuaminisha. Wala hakuna mazingira yaliyowahi kukufanya nini? Kukuaminisha. Kwa hiyo kwa sababu hakuna mazingira yaliyowahi kukuaminisha, wewe mwenyewe sasa unatakiwa kufanya nini? Transformation. Personal change. Unafanyaje transformation? Kwa kuanza kubadilisha lifestyle. Tangu sasa msienende
msienende. Jana tuliona kwenye Waefeso anasema kwa sababu hiyo msiwe wajinga, tumieni hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Msiwe wajinga, bali muwe wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa anza kutafuta wisdom, anza kutafuta hekima. Manake nini? Vile vitu ambavyo haviko kwenye moyo wako anza kuvitafuta. Kuna maisha wewe hujawahi ishi, kuna mawazo hujawahi waza, kuna vitu hujawahi fikiri. Sio kosa lako, ni mahali ulikolelewa, ni mahali ulikokulia, ni watu waliokuzunguka. Hujawahi, kuna kiwango cha hela hujawahi shika, kuna usafiri hujawahi panda, kuna nchi hujawahi kanyaga, kuna mtu mkuu hujawahi kuonana naye. Hivyo vitu vyote kwako ni vitu vipya, ni vitu vigeni. Bwana asifiwe. Nilikuwa nawafundisha vijana fulani pale Kampala. Kijana mmoja akaniambia, mwalimu, ulipoongea na sisi nimekuwa so touched kwa sababu kuna kitu kimenipata. Nikamwambia, kitu gani kimekupata? Akasema, siku moja nikathubutu. Nikamwambia, ukathubutu kufanya nini? Akasema, nikathubutu kumtafuta tajiri mmoja mkubwa sana hapa Uganda. Nikamwambia, ulimpataje? Akasema, nilienda kwenye Instagram yake, nikaenda kwenye private ile ya kumwandikia message. Unajua ukinikosa kila mahali haina maana. Yaani usipokuwa na namba yangu haina maana uweze kuwasiliana na mimi. Limitations ni kwa sababu ya ufahamu wako. Lakini unaweza usiwe na namba yangu na tukawasiliana. Kwa sababu niko Facebook, niko Instagram, huko kote unaweza kuwasiliana na mimi. Niko TikTok, unaweza kuwasiliana na mimi. Kwa hiyo ananiambia, nikaenda Instagram, nikamwandikia ujumbe. Ameandikaje? Mimi ni mwanafunzi, alikuwa anasoma Kampala International University. Akamwambia, mimi ni mwanafunzi wa Kampala International University. Niko so inspired na biashara unazozifanya. Please, naweza kupata appointment ya kuonana na wewe? Akaandika. Cha ajabu, yule multi-billionaire akamjibu, ni sawa na wewe muandikie Modewich au muandikie Balesa au muandikie. Alafu akamwambia na siku ya kukutana, akamwambia na hoteli ya kufanya nini ya kukutana, akamwambia na muda wa kukutana. Yule kijana ananiambia, mwalimu, nilisoma ile message nikasema sio ya kwangu. Anasema, nilisoma ile message nikasema hii message sio ya kwangu. Anasema, cha kwanza nikaanza kuwaza, nitaenda nimevaa nini? Unaona mindset? Umenielewa? Fikra ni changamoto. Akasema, nikaanza kuwaza kiatu nitakachoenda nacho. Suruali, mimi na suruali ya kuvaa kweli kwenda kuonana na yule mtu. Nina shati la kuvaa la kwenda kuonana na yule mtu. Anasema nika cancel. Kwa sababu sikwenda. Kwa hiyo siku niliyokuwa nazungumza nao, akasema, I really regret, sir, because I didn't go. Nikamwambia, huwezi jua umepoteza fursa kiasi gani. Sasa unisikilize. Ukiwa chuoni, mimi nazungumza na wanafunzi wa chuo kikuu. Nyie wote mmetoka kwenye background tofauti. Wachache sana hapa wanaweza wakawa wametoka kwenye background za kitajiri. Lakini majority tumetoka kwenye familia za kimaskini. Kuzaliwa maskini is not an issue. The issue is to discover the grace that is in you. Kujua neema iliyoko wapi? Ndani yako. Ukishaijua neema iliyoko ndani yako, uanze kutafuta fikra zitakazo kusaidia kutembea kwenye hiyo neema. Kwa sababu issue sio kuwa na neema. Issue fikra ulizonazo zinaamsha. Kama fikra ulizonazo haziamshi ile neema iliyoko ndani yako, haziamshi kipawa kilichoko ndani yako, haziamshi ule utukufu ulioko ndani yako, unabaki vile vile na ule ukuta unabaki pale pale. Kwa cha kwanza unaanza kubadilisha fikra zako. Unabadilishaje fikra? Unaanza kuishi maisha tofauti na watu wengine. Cha kwanza unaanza kuingiza vitu sahihi kwenye nafsi yako. Zemo unaingiza vitu sahihi, ndio zemo vitu ambavyo sio sahihi vinafanya nini? Vinaondoka. Nafsi yako ni kama mashine. Unadumbukiza huku mpunga, unatoka mchele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa unapolisha nafsi yako vitu vizuri, automatically vitu vibaya vinafanya nini? Vinaondoka. Unapojilisha nafsi yako fikra za ujasiri,
fikra zote za uoga zinafanya nini? Zinaondoka. Fikra zote za hofu zinafanya nini? Zinaondoka. Unapolisha nafsi yako akili za mafanikio, akili za kutokufanikiwa zinafanya nini? Zinaondoka. Tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Aya, unakuja kwenye mfumo wa maisha. Unakuja kwenye mfumo wa maisha. Muda wako unautumiaje? Ukiona unatumia muda wako vibaya, maana yake pia huwezi kutengeneza mifumo ya maisha itakayokusaidia kuwa tajiri. Matajiri hawana muda wa kuupoteza. They don't have time to waste. Kwa matajiri kila muda una value, kila muda una value, kila muda una value. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Pesa inayokuja kwenye mikono yako, pesa yoyote inayokuja kwenye nini? Kwenye mikono yako, imebeba mambo makubwa mangapi? Mawili. Hata kama ni buku. Kwenye pesa hiyo hiyo kuna matumizi yako. Kwenye pesa hiyo hiyo kuna uzalishaji. Ni hatari pesa zinazokuja kwenye mikono yako unazitumia zote. Kila pesa Mungu anayokupa ina mbegu ndani. Kila pesa Mungu anayokupa, ndani ya hiyo hela kuna mbegu. Na kazi ya mbegu ni nini? Kuleta pesa nyingine. Na mbegu ina upako maalum wa multiplication. Na ndio maana kila mbegu inayopandwa ardhini ikiota inaenda kuleta multiple impact. Kwa hiyo kila pesa inayokuja, sasa angalia, hizo fikra sio za kimaskini, ni fikra za kitajiri. Matajiri wote unaowajua wewe hawachezei hela. Matajiri ndio wanaongoza kwa ubaili. Kwa nini? Kwa sababu pesa haikai na watu wasioizalisha. Pesa inakaa na watu wanaoizalisha. Pesa inakaa na watu wanaoitunza. Kwa sababu pesa ni kama ina spirit. Inaweza kunusa huku tunakoenda ni wapi? Watatuzalisha. Ikikaa hapa sasa, huyu hatuzalishi, sasa tuondokeni. Kwa hata kama tumekupa milioni 20, kesho haipo. Kwa nini? Kwa sababu pesa inajua kabisa hapa hatutaongezeka. Oya masela yeye hatuongezeki hapa. Tunaenda sawa? Tusepe. Baada ya wiki moja milioni 100 haipo. Ni pesa imeondoka, sio wewe umeifukuza. Kwa sababu pesa iko na spirit. Ikija pesa inakaa mahali ambapo inazalishwa, inakaa mahali ambapo inaongezwa, inakaa mahali ambapo kuna pesa nyingine. Pesa inataka company. Haitaki ukaukiwa. Kwa inapokuja kwako, inataka ikute pesa nyingine. Inataka mwenyeji. Ndio maana usije ukafikiri utakuwa na hela kama wewe mwenyewe hujawahi kuwa na nini? Na hela. Na ndio maana maandiko yakasema yule asiyekuwa na kitu, hata kile kidogo alichonacho itabidi apokonywe tu. Mwenye nacho ndiye anayefanya nini? Anayeongezewa. Kwa sababu principle ya pesa inataka mahali ambapo itakuta wenyeji. Waseme jamani karibuni, hata sisi tuko hapa. Nyie mko wangapi huko? Sisi tuko milioni 20. Basi na sisi tunakuja. Nyie mko wangapi? Tuko 700,000. Basi sawa, tukiungana nafikiri tunaweza tukafanya jambo la maana. Pesa zinaongea. Zinakaa hapo. Lakini pesa ikifika sasa, mbona hapa hapana mtu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi najaribu kukueleza kidogo kanuni za pesa. Jina la Yesu litukuzwe. Lakini wewe mwenyewe ndio maana ni hatari mwanafunzi wa chuo kikuu, umeokoka, unampenda Yesu, unanena kwa lugha, hauna wazo la kuzalisha pesa. It's dangerous. Kwa sababu saa unayoingia chuoni lazima uwaze kuna saa ya kuondoka wapi? Chuoni. Uanze kuwa na fikra za kuwajibika. Fikra za kuwajibika unatakiwa kuanza nazo mwaka wa kwanza. Siku ulioingia chuo ndio siku unayotakiwa kuwaza siku utakayofanya nini? Utakayoondoka. Ili muda utakao kuwepo chuoni ukae kwa hekima. Mungu amekufungulia mlango unalobumu.
kwenye hilo boom kuna mbegu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nini? Kuna mbegu. Kuanzia boom la kwanza ulilolipata semester ya kwanza, kulikuwa kuna mbegu kule. Sasa wewe ile mbegu kuizalisha, semester ya pili mbegu kuizalisha, mwaka wa pili semester ya kwanza mbegu kuizalisha, semester ya pili mbegu kuizalisha, uko mwaka wa tatu saizi. Umesha misi matukio makubwa manne. Siku namaliza chuo unaanza kulia, hivi mimi nitakuwa mgeni wa nani? Ninarudi tena kijijini, ninarudi. Mungu mwenyewe atakuwa anakushangaa. Anasema nilileta hela kwenye mikono yako. Nilikupa hela. Ulizipeleka wapi? Mimi nakumbuka kwa sababu nilienda chuoni na mindset ya kifedha. Sijawahi kuishi maisha ya kimaskini kuanzia nimekuwa mwanachuo. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nawasaidia hata wale ambao hawajui cha kufanyia hela. Mimi biashara yangu ya kwanza nimefanya chuoni na hela za watu. Kwa sababu nilikuwa nauliza watu wale ambao niko nao karibu. Namuuliza, wewe umepata boom? Ndio. Boom lako unafanyia nini? Anakuambia mimi sina hata kitu nafanyia. Kwa hiyo litakuwepo tu kwenye account. Ndio. Nikamwambia kwa nini usinipe mimi nifanyie biashara? Anauza, unafanya biashara gani? Mimi kuanzia nimeanza mwaka wa kwanza chuoni ninaandika vitabu. Kwa nachukua boom za watu watatu, naenda kuprint vitabu. Hapo nina vitabu. Nachukua tena boom za watu wengine. Najua hizo hela nitazilipa tu, vitabu nitauza. Yes, there's no way nitauza vitabu. Nachukua boom la watu wengine kwa sababu wenyewe hawana kitu cha kufanyia, wenyewe wananiambia tu wewe tuwekee. Naambia sawa. Ndio maana huku duniani wewe unahitaji tu fikra ambazo ziko positive. Hao wengine nawauliza, nyie sasa sisi pale chuoni mimi niliangalia, nilitengeneza saluni ya wanaume kunyoa. Chuoni. Niko mwaka wa kwanza. Nilifanya research nikagundua pale chuo kizima hakuna saluni nzuri ya kunyoa nywele. Nikasema jamani, hela si ziko kwenye akaunti za watu. Nikatafuta watu wawili watatu nikazungumza nao, na hakikisha pia unaaminika. Tunakwenda sawa? Maana huku duniani wewe umekuja kama wewe, lakini kuondoka sio lazima uondoke kama wewe. Wananiambia hakuna shida. Nikachukua hela za watu wengine watatu, nikachanganya na za kwangu kidogo nilizokuwa nazo. Nikafungua saluni kali ya kunyoa. Ni mwanafunzi lakini naandika vitabu, nina saluni, na wakati huo ni mtumishi. Nilianza kuwa mtumishi kwanza nikiwa chuoni. Kwa sababu fikra zangu mimi zilikuwa tofauti. Mimi sikuweka miguu yote chuo. Na ndio maana nasema fikra ni kila kitu. Kuna mtu akifika chuoni anaweka hapa akili, mawazo, macho, ufahamu, pua, kila kitu hapa. Ndugu yangu, kuna kutoka. Siku utakayotoka hautakiwi kwenda kuanza moja. Eti siku unamaliza chuo ndio unaenda kuanza kufanya biashara ipi? Kwa sababu kimsingi ulianza kutakiwa kwanza kupractice hapa. Yaani na ndio maana mna muda mwingi wa kuchezea. Ndio maana mwanafunzi wa chuo kikuu ana muda wa kuangalia matamthilia ya kijinga. Wewe inakusaidia nini kupoteza muda wako kuangalia matamthilia ya Azam? Yaani unafuatilia moja baada ya nyingine. Where do you get that time? Fikra zako ndio zimekamatwa. Yaani unajua series zote, unajua na ukikosa sasa, Mungu wangu sijaangalia leo. Una maseries kwenye maflash, una maseries kwenye malaptop. Yaani you have time. Where do you get that time? Mimi nashangaa kwa sababu mimi wakati nasoma university, sema kwa sababu kichwa changu kilishakuwa kimesha change. Fikra zangu zilikuwa zimeshabadilika. Kwamba mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu lakini sio mwanafunzi ambaye kaweka kila kitu hapa. Na ndio maana hata shuleni tuna elimu ya ziada na tuna elimu ya kiada. Kuna vitu huku chuoni mwalimu hata kufundisha. Mwalimu hata kufundisha wewe kukaa na mke, hata kufundisha wewe kukaa na mume, hata kufundisha wewe kutafuta hela, hata kufundisha wewe kumiliki na kutawala, hata kufundisha hayo masomo. Mwalimu anakufundisha masomo yanayoenda kwa kusaidia wewe kuajiriwa na mtu. Kama hautaajiriwa ndio imekula kwako, utajua. Lakini masomo unayofundishwa ni ukaajiriwe na mtu. Sasa ninachokueleza ni kitu gani? Namna ya kuuvunja ule ukuta. Unafikiri ukuta unavunjwa kimchezo?
Yaani ukiona mtu ametoka familia ya kawaida, leo amekuwa mtu mkuu, leo amekuwa ni mtu na yeye anaitwa miongoni mwa matajiri, usije ukafikiri amefanya mchezo kuvunja huo ukuta. Ukuta huo ni kama wa Yeriko mzee. Wenzako walizunguka siku 7. Unanielewa kitu ninachosema? Lazima uanze kuishi maisha tofauti na maisha uliozoea. Uko chuoni una mambo hayo mawili. Unasoma, unatafuta hela. Sasa mtu amekaa hapa anasoma tu. Nani amekwambia cheti kinaleta hela? Cheti kikupa hela, cheti hakitoi hela, cheti kinatoa mshahara. Mshahara sio hela. Ndio maana unaitwa mshahara. Yaani I wish Mungu akufungue akili. Ile sio hela, ni mshahara. Ndio maana mshahara huwezi kubadilisha maisha ya mtu. Mshahara umetengenezwa kwa ajili ya kukusaidia kusustain daily life. Na ndio maana unaishaga kabla ya tarehe 15. Mshahara ni sawa na pocket money. Jamaa, mnanielewa kitu ninachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama pocket money. Wanakupa kile kinachoendana na wewe. Wanaangalia maisha yako, wanaangalia fikra zako. Hakuna mtu anayelipwa nje ya fikra zake. Hakuna mtu anayelipwa nje ya uwezo wake wa kufikiri. Hakuna. Kwa wanaangalia uwezo wako wa kufikiri, wanaangalia fikra zako, wanaangalia mfumo wako wa maisha, namna ambavyo umelelewa mpaka hapo, mpaka siku wanayokufanyia interview, wanakuzumu, wanasema huyu kwa fikra zake na kwa jinsi alivyo, lakini nani anamtosha? Hii pocket money yake inamtosha kabisa huyu, apambane na hii. Umenielewa? Kwa hiyo cheti hakikupi hela, kinakupa mshahara. Umenielewa kitu nilichosema? Kwa hiyo ukiwa chuoni, ujue kabisa elimu unayoipata inakusaidia kwenda kupata mshahara, sio kwenda kupata hela. Na ndio maana watu wengi wakiajiriwa kule wanaanza kuwa waizi, kwa sababu they get frustrated. Wanajiuliza sana, afanikiwaje? No, kufanikiwa sio kuiba. Kufanikiwa ulitakiwa wewe ujiandae kufanikiwa. Ulitakiwa uandaliwe kufanikiwa. Ulitakiwa uwe na fikra za mafanikio. Wewe imagine, mimi niko chuoni. Lakini nilikuwa naondoka chuoni, ninakwenda hata nje ya nchi. From chuoni. Natafuta mfumo utakao nisaidia, naenda kuhudhuria workshop. Ni Kampala, ni Nairobi. Maana najua kuna maisha baada ya chuo. Ila hapo nawapanga watu, I say nani fulani akisha unanisaidia. Nawapanga vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna maisha baada ya nini? Kuna maisha baada ya chuo. Kwa hiyo nikirudi ninajua kuna watu niliwaseti. Tumefanya nini assignment? Assignment gani? Hebu tuone. Tunapambana. Wewe tulifanya kitu gani? Hivyo. Na nilikuwa nahakikisha nina group ambalo liko smart. Yaani wewe kwenye marafiki unaokuwa nao hakikisha at least una rafiki mmoja anayesomea kijiji. At least awepo mmoja. At least awepo mmoja. Wale jamaa hawafeligi. Mimi Mungu alinipa 2. Yaani nikirudi kama sikuwepo, ndio nimeenda sijui kwenye huduma huko, ndio nimerudi. Unafika tu unaambia kuna test kesho. Unamtafuta jamaa. Unaambia aise, nisaidie, niambie mahali pa kusoma. Anakuambia labda ucheki hapa, ucheki na hapa. Maeneo anayokuambia ndio mwalimu atakayotoa. Wale jamaa wanakuaga kama wanatunga na teacher. Kwa nini? Kwa sababu yeye ana agenda hii. Hana mambo mengi. Yaani yeye ana kitu hicho kimoja tu. Wengine hata fellowship hawana. Yaani yeye na kitabu. Yeye na kitabu. Kuna mtafuta mmoja, ukishampata ukamzumu ukamdaka, unakuwa naye around. Kwa nilikuwa nahakikisha nao watu. Nataka nikuhakikisha ukisoma alipokuonyesha lazima utoboe. Mpaka unajiuliza huyu jamaa alitunga na teacher. Bwana asifiwe. Lakini mimi najua kabisa kuna maisha baada ya nini? Baada ya chuo. Siku naondoka chuoni mwaka wa 3, siwazi hela.
siwazi kwenda kumsujudia mtu nipate kazi. Tayari na business na biashara na vitu nafanya, tayari niko trusted, tayari watu wananifahamu. Sihitaji kwenda kujitambulisha sana mahali. Nilitumia muda wangu vizuri nikiwa wapi? Chuo. Nilikuwa nasoma, lakini natafuta na fursa. Mtu umejifungia hapa UDOM, semester inaanza mpaka inaisha, siku ukitoka ni kwenye basi kijijini kwenu. Saa ngapi pale mjini watakufahamu? Saa ngapi utajua hata maduka yanayouza vitu pale? Saa ngapi utajua fursa zilizoko hapo mjini? Hapa pana bunge. Wangapi wameshaenda hata bunge? Wangapi? Imagine kwa umati wote huu. Hata mbunge wa kule kwenu, hata kwenda kumtafuta tu basi. Ujue basi yule mbunge anayetokea kwenye jimbo lako, uende tu kajieleze, bana wewe, mimi niko UDOM pale nasomea fakati fulani, basi wewe kwa sababu ndio mbunge wetu nikasema nikufahamu. Tufahamiane, ndio. Ili siku moja moja basi na wewe unanitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanafunzi wa chuo kikuu hajui hata ofisi ya mkuu wa wilaya. Hajui hata ofisi ya mkurugenzi. Hajui fursa zilizopo. Okay, kile kitu unachokisomea kwa hapa, Dodoma ndio kila kitu kwenye nchi ya Tanzania. Kile kitu unachokisomea wewe, unajua ofisi zake zilipo hapa Dodoma? Unaona sasa? Alafu unasema nataka kuwa na fikra za kifedha. Zipi? Kwa sababu hata kile unachokisomea basi, jua basi hata ofisi zake ziko wapi. Jua hata katibu mkuu wa hiyo wizara. Jua hata mifumo iliyoko hapo. Nimekuambia kuanzia ukiwa mwaka wa kwanza lazima uanze kuwa na fikra. Umemaliza mitihani, mna wiki 2 za kuwa free, for instance. Unafanya nini? Unafanya kitu gani cha kuadd value kwenye maisha yako? Kitu gani cha kukuongezea thamani? Nataka kuja kuwa mfanyabiashara. Huwezi kuja kuwa mfanyabiashara hujawahi kuuza chochote hapa. Hujawahi kutuuzia hata biki. Alafu unasema nataka kuja kuwa mfanyabiashara. Mama eti nataka kuwa na katara kubwa. Hujawahi kutuuzia hata ubuyu. Kwamba huu ubuyu unauzwa na dada fulani. Hujawahi. Nimekuambia kila kitu kinakuwa, kila kitu kina grow. Tunatakiwa tuanze kukuamini hapa. Tuanze kukujua hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia kwenye mtandao, unaangalia nini? Unamfollow nani? Unamsikiliza nani? Ili abadilishe fikra zako, ili abadilishe ufahamu wako, ili abadilishe unachokiamini. Kwa sababu wewe kuna matakataka unayoyaamini. Uko nayo. Hayo matakataka yote yanatakiwa yafanye nini? Yatoke kwenye fikra zako. Uingize vitu vipya. Yani wewe nafsi yako na akili zako zinatakiwa zifanyiwe kitu new installation. Unatakiwa ufanye installation mpya kila siku. Ndio maana akasema do not be conformed to the standard of this world. Be transformed by the renewing of your mind. You have to renew your mind. To renew your mind. To renew your mind. To renew. To renew. To renew. Kwa kila siku tengeneza kitu kipya kwenye fikra zako. Amsha kitu kipya. Ukiingia sasa kwenye mtandao mwenzangu, na mimi ndio namfuatilia Kajala. Na nani yule? Bwana asifiwe. Yaani wewe unaanza kuwafuatilia masuperstar wa Bongo. Unaona mpango wa kuja kuwa msanii? Unaanza kuwafuatilia waimbaji wa Bongo Flava. Wewe unataka kuja kuwa mwimbaji wa Bongo Flava? Ndio vitu vinakukipu busy kwenye mtandao. Unafuatilia maseries, unataka kuja kuwa mwigizaji? Tafuta watu ambao wana agenda. Biblia inasema chuma unoa chuma. Tafuta vyuma vya kukunoa. Vifuatilie hivyo. Ukiangalia huyu unaona hiki chuma hiki, unakifollow. Unamcheki unaona hiki kinacho chuma hiki, unakifollow. Kila ukiingia huko unanolewa fikra zako, unanolewa akili zako, unanolewa mawazo yako, unanolewa. Unatafuta wengine, ukishamwamini, ukimwona yuko sawa, unamuomba hata awe mentor. Unaambia natamani mentorship, natamani kupata niwe na muda wa kukuuliza hata maswali, nijue umefukaje. Unafuatilia. Kwa nini? Kwa sababu kuvunja ukuta sio kitu chepesi. Siku unayoondoka chuoni, kwanza unamshukuru Mungu kwamba unaondoka. Tunakwenda sawa? Lakini pia unamshukuru Mungu kwamba amekufanikisha kuweko chuoni. Lakini unamshukuru Mungu kwa sababu unaenda kwa majibu mahali unakoenda. Sio kwamba unatoka sasa. Hebu imagine umemaliza mwaka wa 3.
ndio kwanza unarudi kijijini kwenu. Sana sana kule wataenda kukupa cheo gani? Mwenyekiti wa mtaa au mwenyekiti wa kijiji? Na kule kuna watu wameshabobea kwenye hizo nafasi, watakuloga tu. Maana wanasema huyu jamaa ametoka chuo kikuu. Umemaliza mwaka wa 3, hapa mjini fursa ni nyingi. Fursa ni nyingi, lakini huwezi kuziona baada ya kumaliza mwaka wa 3. Ukishamaliza mwaka wa 3 unakuwa frustrated. Kila kitu kinakuwa late. Lakini ukiwa chuoni ni rahisi. Siku moja moja ukipata nafasi, tumia nauli yako, nenda mjini, zunguka, angalia what is going on around. Kuna fursa gani hapa? Naweza kufanya nini hapa? Naweza kuanzisha kitu gani hata mimi? Naweza kufanya biashara gani? Ni kitu gani kule chuoni watu wanakihitaji? Siku nyingine ondoka hapa, nenda Kariakoo, Dar es Salaam, SGR iko hapa. Go there. Tafuta mtu pale, mwambie nataka machimbo. Chuoni wanahitajiki nini? Bwana asifiwe. Mimi I was surprised mara ya kwanza nimeenda Kariakoo nikakuta flash inauzwa 3000. I mean not flash, nini? Charge ambazo huko zinaitwa sijui fast sijui nini, pale nimekuta zinauzwa 1000 mpaka 3000 nimekuta charge inauzwa. Lakini kwenye machimbo huko ndani. Tunaenda sawa? Nikasema hivi kumbe mtu anaweza kuwa na hela kienyeji tu. Kwa sababu kule mtaani zinauzwa shilingi ngapi? 15000. Lakini mwenzako kanunua shilingi ngapi? 3000. Faida yake shilingi ngapi? 12000. Wewe ukiziuza hizo 10, hiyo hela hujapata. Hata kama utauza hizo 10 kwa mwezi mzima, wewe ukitengeneza 120,000 kwa mwezi mzima, umekosa nini? Na unakuaga nazo tu kwenye begi. Kwani zinakusumbua wewe kusoma? Fikra. Mwambie class representative. Mimi nashindwa kuelewa. Class representative anatoa matangazo, ni test tu, watu watakao ndani, amna hata tangazo jamani. Ukienda pale kwa Musa utapata wale wanaohitaji charger, anazo pale, anauza Musa tuonyeshe hivyo. Jamani oya, wanaotaka charger hizo. Watu wote darasani wanajua wewe ndio unauza nini? Yani mtu akipata tu tatizo la charger, sasa mtafute fulani. Kila mwezi ukiziuza 10, una 120,000. Haya, njoo kwenye flash. Watu wanaotaka flash huku mnanunua sijui 10,000 na ngapi. Ukienda kwenye maduka ya jumla mpaka 5,000 unanunua flash. Lakini huku tena ukienda China ndio balaa. China flash wanauza kwa kilo. Msione watu ni matajiri ndugu zangu. Wanawaza kuliko wewe. Wanafikiri kuliko wewe. Sasa mwenzako kanunua kwa kilo. Sasa usije ukafikiri kanunua hela nyingi. Yaani ile kanunua kilo moja, labda ile kilo moja ya flash unakuta kanunua $3. $3 unajua ni shilingi ngapi? Ni kama 7,000 sio 8,000. Kanunua kilo nzima. Haya, kwenye kilo kuna flash ngapi? Afu wewe unakuja unauziwa huku moja 10,000, 12,000, 15,000. Mpaka amalize kilo yake nzima, umempa shilingi ngapi? Hizo akili unatakiwa kuwa nazo hapa. Ukiwa chuoni ndio muda wa kufanya research. When you have time, umeingia huku kwenye mtandao, acha kuangalia vitu vya kipumbavu. Don't waste your time. Achana na marafiki ambao hawakupeleki popote. Achana na kampani ambazo hazikusaidii. Tafuta watu tu wanaokunoa, mifumo inayokunoa, mazingira yanayokunoa. Tunakwenda sawa? Maandiko yanasema ukiwa mwaminifu kwa mambo madogo, Mungu atakufanya kuwa mwaminifu kwa mambo makubwa pia. Bwana asifiwe. Tayari hiyo ndio alamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa mwaminifu kwa mambo madogo, Mungu atakufanya kuwa mwaminifu kwa mambo makubwa. Hakuna kitu unachokiona kimetokea kwenye maisha ya mtu kiholela. Ndio maana Waswahili wakaja na msemo unasema usione vinaelea vimeundwa. Usione mtu leo ni jasiri, anatembea na maushuhuda na nini, amefight. Kuna akili alikuwa nazo. Wakati wengine wote mnalala. Yaani ukiwa hapa, ukiwaangalia wanafunzi hivi unasema hivi kila mmoja hapa, hata hapa tu fellowship, kila mtu angenipa buku tu. Kama ni watu 400 wamenipa shilingi ngapi? 400,000. Mungu, naomba unipe akili. Ni kitu gani nitakachokifanya ambacho kitasababisha kila mtu anipe 1,000 tu? Hata kama itakuwa kwa miezi 2.
lakini nipate 1,000 yake. Nani ameshaomba hayo maombi? Ila wewe mwenzangu na mimi, ukija fellowship unaona fellowship, ukienda darasani unaona GPA. Endelea, tutaonana mwaka wa 3. Tutaonana mwaka wa 3. Umetoka hapa, by the way, unapoondoka chuoni hata cheti una. Ndio uzuri wake. Unaanza kuhangaika na kitu kinaitwa transcript. Unaanza kuhangaika na kule mtaani hata wakipata cheti chako, hakuna mtu anahangaika na cheti cha mtu siku hizi. Wanataka wakuone wewe mwenyewe physically. Ndio maana wanaitaga watu kwenye interview mara 2. Siku hizi interview sio mara 1. Utaitwa hata mara 3. Wanatafuta nini? Wanapokuita kwenye interview wanatafuta nini? Moja, wanataka waone uwezo ulionao. Tujue unavyojiamini, tujue unavyofikiri, tujue unavyowaza, tujue unavyoweza kufanya maamuzi, tujue. Kwa sababu mtu akisimama namna hiyo, ukimwona alivyovaa, ukiona anavyoongea, ukiona anavyo, tayari unamjua ni mtu wa aina gani. Sasa kwa jinsi yule kijana tulivyomuona hatufai. Lakini cheti chako kina A tupu. Lakini watu hawataki A. Watu wanataka mtu anayeweza akalizon, mtu anaweza akafanya maamuzi, mtu anaweza akaweka vipaumbele vya taasisi, mtu anaweza akaongoza watu wengine. Hicho kitu ukioni kwenye cheti, unakiona kwa kuzungumza na mtu. Na ndio maana Yusufu alipofika kwa Farao, kitendo cha kusimama tu mbele ya Farao, Farao kajieleza, akamwambia Farao, relax, let me tell you what will happen. Wale ng'ombe uliowaona, sio kwamba wewe utakuwa mfugaji mkubwa. Wale ng'ombe uliowaona wanene, wale uliowaona wadhaifu, Yusufu anafafanua kama vile aliwahi kusoma chuo cha kufafanua ndoto. Kwa nini? Kwa sababu hicho ni kipawa, na Mungu alianza kukiuisha hicho kipawa kuanzia akiwa nyumbani kwao. Akakiuisha hicho kipawa akiwa gerezani. Anapofika kwa Farao, sio kitu kipya. Tatizo lako wewe, unataka ufike siku unaenda kuomba kazi ndio kila kitu kipya, unatetemeka tu. No. Anza kujiamini kuanzia ukiwa hapa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ukitoka hapa, have confidence. Una research umefanya, kwa sababu muda unaokuepo chuoni ndio muda pekee ambao unaweza ukakusaidia wewe kufanya vitu ambavyo hutapata muda tena wa kuvifanya. Ukiwa hapa una muda wa kuomba, ukiwa hapa una muda wa kusoma, ukiwa hapa una muda wa kufanya research, ukiwa hapa una muda wa kufuatilia vitu. Usije ukafikiri huo muda utakuja kuupata tena baada ya kuondoka hapa. Kwa tumia muda wako hapa vizuri. Ndio maana tuliona jana anasema, kwa sababu hiyo msio wajinga. Make the best use of every opportunity. Ukomboeni wakati. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa tengeneza fikra za mafanikio. Sasa ukishakuwa na fikra za mafanikio, hata leo tukakwambia kuna milioni 10 hapa, wala haikubabaishi. Kwa sababu wewe tayari una fikra za mafanikio kuanzia uko mwaka wa kwanza. Tayari kuna vitu unaviwaza, tayari unawaza project, tayari unawaza viwanja, tayari unawaza mashamba, tayari umeshaona fursa zilizoko mjini, tayari umeona nini unaweza ukafanya, tayari umeshafanya utafiti, tayari umeshaona kuna biashara naweza nikafungua. Kwa hiyo pesa kwako akiwi kitu cha kukushangaza, akiwi kitu cha kukufrustrate. Yaani mtu akikuwekea milioni 10 kwenye account ni kama tu mtu amekuwekea buku. Kwa nini? Kwa sababu pesa haikupelekeshi. Kwanza maono ulionayo ni makubwa kuliko milioni 10. So it's not an issue. Mimi sasa hivi hata ukiniwekea bilioni 1 kwenye account, sintaacha kuja hapa kwenye kipindi eti kwa sababu kuna bilioni 1 imeingia kwenye account yangu. No. I will still come. Na bado nitaongea na wewe, na bado nitakuwa vile vile, na bado nitavaa vile vile, na bado nitaamini vile vile. Kwa sababu hakuna pesa inaweza kubadilisha maisha yangu. Yaani tayari mimi nina mfumo wa maisha. Sio kama tunaenda sawa. Lakini maskini mpe hela, umemuua. Kwa sababu kwanza anasema leo hata sintaenda fellowship, kwanza nitafakari. Nipate muda wa kutafakari kwanza namna nitakavyotumia nini? Pesa. Nipate muda kwanza wa kutafakari. Already is a problem.
nijue gari nitakayonunua. Gari zote ni issue. Nianze na kwenda nchi gani? Mnawakumbuka wale waliowahi kutokewa na malaika, ile familia ya maskini waliotokewa na malaika usiku? Mliwahi kuisikia ile familia ya maskini waliotokewa na malaika usiku? Malaika aliwatokea usiku, ni mtu na mke wake, ni masikini wa kutupwa, wako kwenye kinyumba cha nyasi. Yule malaika akawauliza swali, akasema, jamani, Mungu amesikia kilio chenu. Kweli Mungu amewasikia. Ombeni mtakalo, tatendewa. Lakini maombi ni matatu. Immediately, sina muda, naondoka. Yule baba akasema, kwa kweli hatujala wali kuku muda mrefu. Malaika, hebu fanya kwanza namna tupate kwanza buffet, yani ikiwezekana, kama uko serious, iletwe wali kuku, pilau, nyama choma hapa, vitu vya design. Hajamaliza kuongea kikatokea kile kitu. Wakashtuka. Sasa kumbe kweli mke wake akakasirika. Sasa wewe mume wangu, wewe ni bora tu kichwa chako kingekuwa kama cha punda. Yani kweli out of matatizo yote tulionayo ndio unaanza na chakula, unaanza na wali kuku. Akiongea hivyo mume wake akawa na kichwa cha punda. Maana waliambiwa mambo matatu atakayoyasema hapo ndio atakayotokea saa hiyo. Kwa hiyo kufumba na kufumbua, jamaa na kichwa cha punda, mbele kuna pilau, limebaki ombi hilo. Limebaki ombi moja. Yule baba ana kichwa cha punda, pilau na manyama choma na makuku yapo mbele, pembeni kuna mke wake. Unafikiri ombi la mwisho lingekuwa nini? Unafikiri lipi lingekuwa ombi la mwisho? Yule baba akaanza kumwangalia mke wake kwa huruma. Anamwambia, please mwambie malaika anirudishie kichwa changu. Sasa hawezi kuongea maana ni chapunda, kwa hiyo anaonyesha tu ishara. Mke wake kwa huruma, sasa ndio mume wako, utafanyaje? Kwa huruma akasema, malaika, mwambie Mungu tunamshukuru sana, ametusikia na ametujibu. Naomba mume wangu arudi awe sawa sawa. Hajamaliza kuongea, kichwa cha mume wake kikarudi. Malaika akasema, Mungu amewasikia, akaondoka. Lakini mbele wana pilau wana nyama choma wana mazaga yote ya kula. Sasa unisikilize, ndio maana nikakwambia kufanikiwa kwa mpumbavu is very dangerous. Anza kulisha nafsi yako fikra za mafanikio. Na kwa sababu neema tayari unayo, baraka zote za rohoni unazo, wewe unachohitaji tu ni zile skills za kukusaidia kuuvunja ukuta. Ukuta sio kazi yako kuuvunja. Wewe huisha nafsi yako. Huisha fikra zako. Huo ukuta utadondoka wenyewe. Kama ulivyodondoka ule wa Yeriko. Utadondoka wenyewe. Kadri utakavyokuwa una grow, ndivyo umaskini utakuwa unafanya nini? Unaondoka. Ghafla unajikuta unaanza kumiliki, unaanza kutawala, lakini ni akili zako zinakuwa, fikra zako zinakuwa, uwezo wako unakuwa, unaanza kuamini katika kumiliki, unaanza kuamini katika kutawala. Alafu unabadilisha tabia zako, unaachana na zile tabia za kimaskini ambazo zingeweza kukuzuia. Unaanza, kwa sababu kubadilisha tabia ni maturity. Sio kama tunaenda sawa? Bwana asifiwe. Sijui yani. Ila naamini umepata kitu. Wangapi wamepata kitu jamani, ili niwe na amani? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tabia zote za kimaskini zinasababishwa na mazingira, mfumo, mindset. Kwa ukianza kubadilisha mfumo wako wa kufikiri, mfumo wako wa kuona, tutakutana tu siku moja unamiliki na kutawala. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini as from now on, be transformed.
amua kubadilika. Change. Sasa kwenye vile vitabu nimeeleza hivi vitu sana. Kitabu cha ukombozi wa fikra nimeeleza sana. Kitabu cha nguvu ya maono nimefafanua sana. Bwana asifiwe. Kama Mungu atanipa nafasi nyingine ya kuja, nitaendelea tulipoishia. Yes. Hiyo nina promise. Kama Mungu atanipa nafasi nyingine ya kuja, tutaendelea nilipoishia. Na muamini Mungu ni mwaminifu. Ninaomba usimame mahali ulipo. Twende mbele za Bwana. Ninajua unayo sadaka ya kuachilia mbele za Mungu. Sadaka ya kumshukuru Mungu. Kwa hiyo ninafahamu kuna watu walipewa bahasha kwa ajili ya hiyo sadaka. Unless kama kuna watu hawana bahasha na viongozi kama mna bahasha za ziada tungejua. Mwenyekiti, kuna bahasha za ziada? Kwa sababu nimekuambia kwenye kila pesa Mungu anayokupa kuna nini? Kuna mbegu. Mbegu imegawanyika katika makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza la mbegu ni kuzalisha. Kundi la pili la mbegu ni sadaka. Kwa hiyo lazima uwe na hela unayoizalisha. Lazima kuwe na hela ambayo unatoa sadaka. Kwa lazima uwe, kwa sababu Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa tunapanda kwa kuinvesti, tunapanda kwa kutoa sadaka. Kwa hiyo ni hatari mtu ambaye ana fikra za mafanikio kutoa sadaka. Ni hatari. Ni hatari. Kwa sababu maandiko yanasema ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna mzidi sana katika kila tendo lililo jema. Kwa Mungu analeta hela kwa mtu ili zile hela ziwafikie na wengine. Ili hizo hela ziende kwenye kazi yake. Hizo hela ziende kwenye ufalme wake. Kwa Mungu anapoleta hela anajua kabisa kuna kitu anafanya. Jina la Yesu litukuzwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unaweza ukashika hiyo sadaka yako, mimi nitaomba kwa ajili ya hiyo sadaka ambayo unaiachilia kwa sababu ya somo tulokuwa tunasoma. Hiyo sadaka ikawe mbegu na ikazae na ikalete matunda, ikalete matokeo. Nikishamaliza kuomba kwa ajili ya sadaka, nitaomba kwa ajili ya mikono yako. Mungu akaiuishe mikono yako. Mungu akaiuishe mikono yako. Nyanyua hiyo sadaka yako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, jioni ya leo ninaleta sadaka hii kwenye madhabahu yako. Ninaleta sadaka hii kwenye uwepo wako. Ninaachilia kama mbegu. Ninaomba uikumbuke. Ikanizalie matunda. Ikaniletee matokeo kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa kila uovu uliofanyika kwa njia ya sadaka kinyume changu kwa jina la Yesu. Sadaka hii ikawe mwanzo wa jambo jipya kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sasa nyanyua mikono yako yote miwili juu. Nataka niombe kwa ajili ya hiyo mikono. Biblia inasema hiyo mikono yako ni lango la utajiri. Mkono wako wa kushoto ni lango la utajiri. Mkono wako wa kulia ni lango lako la siku. Mungu akalifanikishe hilo lango la utajiri. Mungu akalifanikishe hilo lango lako la heshima. Chochote kilichovalishwa na madhabahu za giza kwenye hiyo mikono kuzuia neema na kibali ambacho Mungu amekupa, ninakibatilisha kwa moto na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Madhabahu zozote za kuzimu ambazo zimesimama kuzuia hiyo mikono isiwe na matokeo, isilete majibu, isilete upenyo, isilete kibali, isiachilie nafasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile baraka iliyokuwepo kwenye mikono ya Yusufu, ile baraka iliyokuwepo kwenye mikono ya Yusufu, ile baraka iliyokuwepo kwenye mikono ya Yusufu, kwamba kila alichokifanya kilifanikiwa, ninaiachilia hiyo baraka juu ya mikono yako sasa.
Kuanzia sasa vile vitu vilivyofichwa ndani yako vikaanze kufunuliwa. Kuanzia sasa ukiwa chuoni, ile neema iliyoko ndani yako ikaanze kuonekana, ikaanze kuonekana. Bwana akaanze kuachilia divine breakthrough, akaanze kuachilia divine breakthrough. Mungu akaanze kuachilia wepesi kwenye hiyo mikono yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaitakasa hiyo mikono, ninaitakasa hiyo mikono, ninaitakasa hiyo mikono, ninaitakasa hiyo mikono katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho ya mauti, achia hii mikono. Roho ya umaskini, achia hii mikono kwa damu ya Yesu. Vazi la umaskini ninalivua kwenye nafsi yako, ninalivua kwenye ufahamu wako, ninalivua kwenye akili zako. Vazi lolote la umaskini, vazi lolote la mabaya, ninabadilisha fikra zako kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu. Nabadilisha fikra zako, nabadilisha mfumo wako wa kuona, nabadilisha mfumo wako wa kuona vitu, nabadilisha tabia zako. Nakataa zile tabia za kimasikini na zikataa ndani yako kwa jina la Yesu. Na wakataa wale watu waliotumwa kwenye maisha yako wawe time wasters, waharibu mfumo wa ratiba zako, waharibu vipaumbele vinavyoenda kukufanikisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na iachilia ile nguvu wezeshi, the dunamis power, the dunamis power, the dunamis power. Labosa karia mashando repo saka. Nyanyua mikono yako vizuri. Baba, ninaachilia nguvu wezeshi. I release a dunamis, I release a dunamis, I release a dunamis power, the miraculous power in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hebu kwa dakika moja kila mtu sema neno, omba kwa ajili ya hiyo mikono. Sema neno, omba kwa ajili ya hiyo mikono. Omba kwa ajili ya hiyo mikono. Omba kwa ajili ya hiyo mikono. Kila mtu mwambie Bwana Yesu, nivue vazi la umaskini, nivike vazi la heshima, nivike vazi la utajiri, nivike vazi la kibali, nivike vazi la neema, nivike vazi la kuwajibika, nivike vazi la kujifanyia evaluation, nivike vazi la kutokutulia, nivike vazi la kujua vitu vya kufanya, nivike vazi la kuwa na vipaumbele sahihi. Niepushie watu wabaya ambao wanazuia kibali na neema ulioweka ndani yangu. Kwa moto na damu ya msalaba, kwa moto na damu ya mwana kondoo, ninaachilia ile nguvu ya kukusaidia, ninaiachilia ile nguvu ya kukusaidia, ninaiachilia ile nguvu ya kukusaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu inayonena mema, ikanene mema, ikanene mema, ikanene mema. Hiyo damu ya msalaba, hiyo damu ya mwana kondoo ikakutoe kwenye kongwa la umaskini, ikakutoe kwenye eneo ulilozuiwa, kwenye eneo uliloshikiliwa, kwenye madhabahu zilizokufunga katika jina la Yesu. Ule umaskini ulioko kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye eneo, kwenye kijiji, usiwe sehemu ya maisha yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana akakuinue, Bwana akakuinue, Bwana akakuinue, Bwana akakuinue, Bwana akakuinue, Bwana akakuinue katika jina la Yesu. Father, I bless your name. I bless your name, Lord. Ninakubariki kwa sababu ya uaminifu wako. Bwana Yesu, ninambariki mtoto wako huyu. Asante kwa sababu umempa nafasi ya kuweko mahali hapa. Ninaomba hofu yako ndani yake. Atakapofanikiwa asikuache, asikusahau. Ajue umemfanikisha kwa ajili ya ufalme wako. Asije akaacha njia zako atakapofanikiwa. Atakapoona mambo yake yanaenda sawa, asije akaacha jina lako, asije akauacha ufalme wako, asije akaacha njia zako. Baba, ninaomba usimuache hata mmoja. Mafanikio yasimuondoe kwenye kusudi, mafanikio yasimuondoe kwenye kibali chako, mafanikio yasimuondoe duniani kabla ya wakati. Ninaomba hiyo neema juu yake katika jina la Yesu. Maana Bwana Yesu umeachilia upako wa kumwezesha, umeachilia upako wa kumsaidia, lakini akakukumbuke, akakukumbuke, akakukumbuke katika jina la Yesu.
Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako. Sikiliza. Mungu ameniambia, nisikilize. Mungu ameniambia kuna watu upako wa mafanikio utakuja juu yenu kwa ghafla. Sasa huo upako wa mafanikio usikuue. Usikuue. Hofu ya Mungu ni ya muhimu kuliko mafanikio. Na wajua vijana ambao walitoka chuoni na upako wa mafanikio. Ghafla anamiliki pesa nyingi, anatumia gari ya kisasa, mpaka anamiliki silaha kwa sababu ya hela alizonazo. Lakini sio wengi walifika mbali. Pesa zile zile zikageuka zikakuwa tatizo. Na wengine ninavyoongea hatunao hata leo. Kwa hiyo nataka nikuombee hofu ya Mungu ndani yako. Hakuna Mungu neno alitume alafu lisilete matokeo. Neno alilolituma hapa lina impact. Kuna watu mtaondoka hapa, kuna vitu vikubwa vitaenda kutokea. Na Mungu kama hicho kitu hakukiona asingelikisema. Hakikisha hofu ya Mungu inakuweko ndani yako. Usimwache Mungu kwa sababu ya viela atakavyovileta kwenye maisha yako. Mahusiano yako na Mungu ni zaidi ya pesa. Ni zaidi ya kitu chochote. Kama hela itakuja kukukosesha na Mungu, bora isije. Bora isije. Wewe na Mungu lazima muwe sambamba. Hela yote itakayokuja kwenye maisha yako iende ikafanikisha ufalme wake. Ufalme wake ukapewe kipaumbele. Nyanyua mkono wako. Bwana Yesu, ninaomba hofu yako. Ninaomba hofu yako. Ninaomba hofu yako juu ya binti, juu ya kijana huyu. Hofu yako ikatawale maisha yake. Atakapoongezeka, atakapochanua, atakapostawi, atakapokuwa sana, hofu yako ikamzunguke kama ukuta. Nguvu zako zikamzunguke kama ukuta. Neema yako ikamzingile pande zote, asije akakusahau Bwana Mungu wake. Ninaomba kwa ajili ya huo utukufu wako juu yake. Ninaomba kwa ajili ya hiyo neema yako juu yake. Ninaomba kwa ajili ya huo msaada wako juu yake. Ninaomba kwa ajili ya huo utukufu wako juu yake. Pesa atakayopata isimbadilishie msimamo, isimbadilishie maamuzi, isimbadilishie imani, isimuondoe kwenye kusudi ambalo Mungu umelikusudia kwa ajili yake. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kuamini. Amen. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu. Muamini Bwana. Jambo la mwisho lakini sio la muhimu. Ukifanikiwa usinisahau. Unikumbuke. Haleluya. Na mimi ufanye nini? Usije ukamsahau mwalimu. Usije ukamsahau mtu aliyekuombea. Amen. Tumefika mwisho kwa hapa. Lakini wale ambao mnaendelea na mitihani, Bwana Yesu awafanikishe kwenye mitihani. Na nguvu za Mungu zitaenda na wewe kwenye mtihani. Na utavuka kwa ushindi. Kwa sababu ulimpa Mungu nafasi ya kwanza. Wale ambao mko kwenye mitandao ya kijamii, tutaonana kwenye Instagram. Tutaonana kwenye Facebook. Tutaonana YouTube. Karibu kwenye page yangu, ifollow hiyo page. Jina ni Tuntufye Mwakyembe, ifollow tu. Bwana asifiwe sana. Kama unataka uwe unapata direct contact za WhatsApp, unaweza ukanitext kwenye WhatsApp. Kwenye nyuma ya kitabu kuna namba zangu. Kwa unaweza ukanitext, alafu mimi nitatengeneza mfumo ambao unaweza ukawa unapata direct contact kwenye WhatsApp. Vile vitabu vyote nilivyovielezea jana vipo. Jitahidi upate nakala yako. Nilieleza vile vitabu viwili vya maombi, nilieleza kuhusiana na kitabu cha ukombozi wa fikra na kitabu cha nguvu ya maono. Nilieleza kuhusiana na kitabu cha mahusiano. Vyote viko pale. Jitahidi upate nakala, maana baada ya hapa havitakuwepo hapa tena. Kwa hiyo pata nakala yako. Kama kuna kopi itaonekana imepungua, atakuwepo hapa Ebeneza, atawasaidia kujua kitu cha kufanya. Mungu na awabariki sana. Ninaomba uketi. Karibu kiongozi.
Mchapie Yesu makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Amen. Wakati tunatoa matoleo, karibu katibu kwa matangazo.